Karibu sana mtazamaji wa Biromo TV popote pale unapoitazama Biromo TV. Leo ni siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuyatazama mambo ya kimichezo, lakini kubwa zaidi tutajikita hususani kuitazama klabu ya Simba baada ya kumaliza ligi kuu Tanzania bara ikiwa imemaliza ikiwa nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, ikiwa imesalia na mchezo mmoja tu wa fainali kwenye michuano ya CRDB Federation Cup dhidi ya Azam, mchezo ambao utapigwa siku ya tarehe 4 Julai mwaka huu. Sasa Simba imeanza kujikita zaidi kwa ajili ya kutazama kuangalia wachezaji ambao wataweza kuibeba katika michuano ijayo ya msimu ujao. Kwa sasa tutakuja kutazama pia wachezaji hawa ambao imewasajili, lakini pia ni namna gani ambavyo wamekuwa wakicheza katika klabu ambazo wametoka, lakini namba zipi ambazo wamekuwa wakizicheza. Wachezaji hatari sana zaidi Simba ambao imewanasa. Tukianza katika kutazama wachezaji hao, Simba mpaka sasa wamefikia makubaliano ya kumsaini kiungo wa Stellenbosch raia wa Nigeria Ibrahim Jaba mwenye umri wa miaka 23 kama mchezaji huru. Simba wamekubali kumsaini kiungo huyo baada ya kocha Steve Barker kutia presha kubwa katika klabu ya Simba na viongozi wa Simba. Kiungo huyo anatarajia kutua Tanzania tarehe 5 mwezi wa 7 baada ya mechi ya fainali ya FA ambayo itachezwa tarehe 4 mwezi wa 7. Lakini mkataba wa miaka miwili utasainiwa punde tu mchezaji huyo akitua hapa Tanzania. Ibrahim Jaba amekubali kuwa baraa jipya katika klabu ya Simba. Unachotakiwa kufanya ni kushare, kulike na kusubscribe Biromo TV. Gusa alama ya kengele kama hujagusa na turn on notification ili mambo yaende vizuri zaidi. Tukimtazama kwa kina zaidi mshambuliaji huyu, mchezaji huyu tarehe 9 kama tunakumbuka vizuri au ni kukumbusha ambao hujui, tarehe 9 mwezi wa pili mwaka 2021 kocha wa Simba Steve Barker alimsaini Ibrahim Jaba kwenye klabu ya Stellenbosch. Miaka miwili baadaye kiungo huyu alijiunga na Maccabi Petah Tikva ya Israel kwa mkopo, lakini huko alidumu mwaka mmoja kisha akarejea Stellenbosch na sasa atajiunga na Simba. Na Ibrahim Orarekan Jaba ni kiungo wa kati mwenye umri wa miaka 23 raia wa Nigeria ambaye hivi karibuni amekuwa akicheza katika klabu ya Stellenbosch FC ya pale nchini Afrika Kusini. Alizaliwa tarehe 24 Oktoba mwaka 2002 huko Osun, Nigeria. Nafasi yake anayocheza ni kiungo wakati central midfielder, lakini pia anamudu kucheza kama kiungo mshambuliaji au mawinga, winga zote mbili kushoto na kulia. Lakini wengi wanajiuliza safari yake ya soka ilianzia wapi? Safari ya soka, alianza soka lake nchini Nigeria katika klabu za Ijebu United na Olisa FC. Mnamo mwaka 2021 alijiunga na Stellenbosch FC ya Afrika Kusini na baadaye alitolewa kwa mkopo kwenda Maccabi Petah Tikva ya nchini Israeli msimu wa mwaka 2023-24 kabla ya kurejea tena Stellenbosch. Mchezaji huyu amewahi kuiwakilisha timu yake ya taifa ya vijana ya Nigeria chini ya umri wa miaka 17 katika mashindano ya kombe la dunia la vijana FIFA chini ya umri wa miaka 17 kombe la dunia pamoja na fainali za mataifa ya Afrika. Kwa umri huo ulikuwa ni mwaka 2019, lakini mkataba wake na Stellenbosch FC umemalizika rasmi mwishoni mwa mwezi huu Juni 2026 nikiwa na maana ya mwaka huu, na kwa sasa ni mchezaji huru baada ya pande zote mbili kutofikia makubaliano ya kuongeza mkataba. Takwimu za mchezaji huyu za msimu wa mwaka 2025-26 akiwa Stellenbosch FC. Kwenye msimu uliopita Jaba alikuwa mchezaji muhimu na wa mzunguko kwenye safu ya viungo na ushambuliaji. Mechi alizocheza, amecheza mechi 16 katika ligi kuu ya Afrika Kusini, ligi ambayo inajulikana kama Betway Premiership, lakini dakika alizocheza, amecheza dakika 937 za ushindani. Mechi za kimataifa CAF Confederation Cup amecheza mechi 5, lakini alipata kadi 2 za njano, kadi nyekundu akupata hata moja, lakini alifanikiwa kufunga bao moja kwa mkwaju wa penalty kwenye kombe la Nedbank Cup dhidi ya Kaizer Chiefs. Kwa unaweza ukaona ni namna gani ambavyo wamekuwa akicheza kwa nidhamu. Huyu ni kiungo mkata umeme, kiungo mkabaji.
Lakini historia ya mabao na mechi, jumla ya Wasf Jabir au Jaba si kiungo wa kufunga mabao. Mara nyingi yeye amekuwa ni kiungo mchezeshaji, yani playmaker na mharifu wa mipango ya wapinzani. Klabu ya Stellenbosch FC Afrika Kusini amechezea klabu hii kwa misimu kadhaa na kufanikiwa kufunga jumla ya mabao 4 tangu ajiunge nao. Lakini mabao dhidi ya Sroes, Amazuru na Kaizer Chiefs, mabao haya alifunga kipindi hicho. Lakini mchezaji huyu aliwahi kupita virabu mbalimbali kabla ya kuja hapo, kabla ya kupita hapo Stellenbosch, lakini baadaye akajiunga na virabu mbalimbali. Aliwahi kujiunga na klabu kinaitwa Maccabi Petah Tikva ya Israel. Msimu wa mwaka 2023-24 alicheza kwa mkopo na kufanikiwa kufunga bao moja kwenye kombe la taifa nchini Israel. Hili kombe lilikuwa linaitwa Jiva Hamedina, na pia alitoa ubingwa wa kikombe hicho Israel Cup winner, kilikuwa kinaitwa hivyo. Lakini sifa kubwa akiwa uwanjani ni ulinzi na ukorofi, yani huwa ana 53% ya kukabili na kuzuia mashambulizi katikati ya uwanja. Lakini licha ya kuwa na urefu wa mita 1.68, ana wastani mzuri wa kushinda mipira ya juu 86% kutokana na nguvu na kuruka kwake. Ubunifu, ana uwezo wa 63% na kutengeneza nafasi za mabao anapocheza kama namba 10 au winga. Ibrahim Jaba ni kiungo box to box midfielder. Kuna wengi wanajiuliza labda akija Simba pala atakuwa anacheza namba ya nani? Sasa turia hapo ni kufahamishe vizuri. Ibrahim Jaba ni kiungo box to box midfielder mwenye sifa ya kukimbia sana, kukaba na kuanzisha mashambulizi kwa haraka akitumia zaidi mguu wa kushoto. Na ndani ya kikosi cha Simba Sports Club, wachezaji wa sasa wanaocheza eneo hilo la kiungo na wenye sifa zinazoshabiana na zake kwa kasi kubwa au kwa kiasi kikubwa, yupo mchezaji kama Alassane Kante. Alassane Kante ana sifa zinazofanana. Kante ni kiungo wakati central midfielder anayetumia nguvu nyingi na uwezo mkubwa wa kuzuia mashambulizi katikati ya uwanja sawa na Jabir, lakini tofauti ya Kante, anacheza zaidi kama kiungo mkabaji asili au box to box, yani mlinzi wa kati. Lakini Jaba yeye ana uwezo mkubwa zaidi wa kusogea mbele, kucheza kama namba 10 au winga wa pembeni akitokea kushoto. Lakini mchezaji mwingine ambaye anaweza akafanana naye ni Morris Abraham. Morris Abraham ana uwezo mkubwa wa kubadilika na kucheza nafasi nyingi katikati ya uwanja. Anaweza kusimama kama kiungo mchezaji central attacking midfielder, lakini sifa inayomfanya afanane na Jaba, anapohitaji kutengeneza nafasi basi wanaweza wakafanana. Lakini mchezaji mwingine ni Yusuf Kagoma. Ulinganifu wa kiufundi wa Yusuf Kagoma, kuna wengi wanajiuliza pale kwenye timu ya Simba yupo Yusuf Kagoma, yuko Nio Maema kwenye eneo la kiungo, lakini hawa ni wachezaji tofauti na unaweza kuwatumia kulingana na uhitaji wa mwalimu. Wanaweza wakatumika kulingana na uhitaji wa mwalimu anavyotaka. Yusuf Kagoma, ukitazama kiufundi, Kagoma ndiye mchezaji anayekuja kukutana na Jaba moja kwa moja kwenye shughuli ya ukabaji. Wote wawili wana sifa ya kuwa viungo wakabaji na wababe sana. Defensive central midfielder wenye uwezo wa kuvunja mipango ya wapinzani na kupokonya mpira kwa nguvu. Lakini tofauti yao ni hii, ni moja. Kagoma ni kiungo mzuiaji asiri, holding midfielder anayetumia nguvu na kukaba zaidi, kulinda mabeki wakati. Lakini Jaba yeye ana sifa ya ziada ya kasi na mguu wa kushoto, akipenda kusogea mbele au kusogeza mipira mbele box to box, na hata kucheza pembeni akitokea katikati, kitu kinachomfanya kuwa na madhara zaidi kwenye kushambulia kuliko Yusuf Kagoma. Lakini mchezaji mwingine ambaye anacheza eneo hilo ni Nio Maema. Sasa Maema na Jaba wote wanatokea kwenye soka la Afrika Kusini. Maema alitolewa kwa mkopo kama tunakumbuka vizuri katika klabu ya Simba kutoka Mamelodi Sundowns. Sasa na wote wawili hawa wanatumia mguu wa kushoto. Wote wana uwezo mkubwa wa kucheza nafasi ya kiungo mchezeshaji nambari 10 na kutengeneza nafasi za mabao. Tofauti yao, Maema ni kiungo mshambuliaji asiri, pure attacking midfielder, lakini yeye ni ana ufundi mwingi wa miguuni, pasi za mwisho na uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, lakini hana nguvu kubwa ya kukaba uwanjani. Jaba yeye ni kiungo wa mapambano, yeye atakimbia, atakaba, atatumia nguvu na bado atapiga pasi za kushambulia. Kwa hiyo unaweza kaona utofauti wao, namna ambavyo
Simba imejiongeza kuhakikisha kwamba inafanya maboresho katika eneo lao la kiungo, ambapo imekuwa na wachezaji wengi sana katika eneo la kiungo lakini wapo wachezaji wengi ambao waliwahi kupita pale katika kikosi cha timu ya Simba eneo la kiungo. Wapo mtu kama Mzamiri Yasini, wapo watu kama Tadeo Ruanga, wote wamepita pale kwenye eneo la kiungo. Lakini sasa hivi eneo la kiungo kwenye ukabaji inamilikiwa na Yusuf Kagoma, Mkata Umeme, yupo Nio Maema, Arasani Kante, Nio Maema akicheza kama ball dancer. Lakini ujio wa mchezaji huyu Jaba unaweza ukaifanya Simba katika eneo la katikati kuwa na ubunifu mkubwa, kwa sababu ni mchezaji kwanza ambaye ana uwezo mkubwa. Ana uwezo wa kukaba, ana uwezo wa kushambulia, ana uwezo wa kuzuia, ana uwezo wa kupokonya mpira, ana uwezo wa kupanda mbele kwa ajili ya kuongeza mashambulizi, lakini pia bado ana uwezo wa kurudi nyuma kwa ajili ya kusaidia mabeki kuongeza idadi ya eneo la ulinzi pale timu inakuwa inashambulia. Kwa hiyo nafikiri kama mchezaji huyu atatia wino mambo yatakuwa ni mazuri zaidi katika kikosi cha timu ya Simba. Lakini tukiachana na mchezaji huyo, Simba wako kwenye mazungumzo na mshambuliaji wa Stade Marine, raia wa Cameroon. Huyu anaitwa Tadius Nkeng mwenye umri wa miaka 26. Nkeng ili kupata huduma yake. Msimu uliopita Nkeng alifunga amefunga goli 4 kwenye mechi 5 za CAF Champions League. Simba wana push kumpata ili kuziba pengo la Jonathan Soa. Sasa Tadius Nkeng ni mshambuliaji hatari mwenye umri wa miaka 26 wa raia wa Kameruni ambaye kwa sasa anang'ara katika klabu ya Stade Marine nchini Mali. Taarifa binafsi, yeye amezaliwa tarehe 26 Februari mwaka 2000, bado ni mdogo, huko eneo moja linaitwa Bonaber, Cameroon. Nafasi ni mshambuliaji wa kati, central forward, lakini anamudu kucheza kama winga wa kushoto au kulia, na urefu wa mguu ana urefu wa mita 1.82 na anatumia zaidi mguu wa kulia. Rekodi ya msimu wa mwaka 2025-26 Stade Marine, Nkeng amekuwa na msimu mzuri sana kwenye michuano ya kimataifa ya CAF Champions League akiwa na klabu yake ya Stade Marine. Amefunga mabao 3 kwenye hatua ya makundi na robo finali, mabao dhidi ya Simba Sports Club, Petro Atletico na Mamelodi Sundowns. Amekuwa mchezaji hatari anayetegemewa kwenye safu ya ushambuliaji ya timu hiyo, akianza kwenye mechi nyingi kubwa za kimataifa. Safari ya soka na virabu alivyopitia, Nkeng ana uzoefu mkubwa wa kucheza soka la kulipa katika mabara tofauti, Ulaya na Amerika Kusini, kabla ya kurejea Afrika. Huyu ni mchezaji mkubwa sana na amekwisha pita virabu vikubwa vingi sana. Amewahi kupita klabu ya FC Porto pale Ureno, FC Porto B, lakini hii alianza soka la vijana nchini Kameruni na baadaye akajiunga na miamba ya soka ya Ureno FC Porto, ambapo alichezea timu hiyo ya akiba FC Porto B msimu wa mwaka 2019-2020. Lakini baada ya hapo alijiunga na klabu inaitwa Olympic Donetsk ya Ukraine. Alicheza mechi 10 na kufunga mabao 2 msimu wa mwaka 2020-2021. Lakini baada ya hapo alijiunga na klabu inaitwa HJK Hermes ya Finland. Alijiunga nao mwaka 2021 na kufanikiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu ya Finland. Ligi hiyo inaitwa Venka Usiriga, unaona bwana. Lakini baada ya hapo alijiunga na timu inaitwa Carabobo FC ya Venezuela. Alicheza soka nchini Venezuela mwaka 2023. Stade Marine alijiunga nao Agosti mwaka 2025 kama mchezaji huru na ndipo anapocheza hadi sasa. Tuangalie namna ambavyo amekuwa na mchango mkubwa katika klabu ya Stade Marine, na ukiangalia katika kikosi cha Simba ambacho kina washambuliaji kama Ribasa Geye, kina washambuliaji kama Anseti Oura, kama Kratos Chota Chama, Suleiman Mwalimu ambaye yuko kwa mkopo pale. Ujio wake utaongeza chachu kubwa katika eneo la umaliziaji, kwa sababu ukitazama klabu ya Simba kwanza aina forward, licha ya kwamba na huyu pia ni winga, lakini mara nyingi Simba imekuwa ikitumia washambuliaji wa pembeni kuhakikisha wanapata mabao. Kwa hiyo kuongezeka kwa mchezaji huyu kutaleta tija sana pale mbele na kunyumburika zaidi kuhakikisha Simba inaanza kuongeza idadi kubwa ya mabao, licha ya kwamba msimu huu Simba haijafunga mabao mengi sana, si ndio bwana? Ukiachana sasa na mchezaji huyo, klabu ya Simba wako kwenye mazungumzo ya mwisho na kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Gabon na klabu ya Sern
Adjamia Ivory Coast. Huyu anaitwa Royce Mbaba mwenye umri wa miaka 28. Mazungumzo yao yako kasi sana na dili hilo linaweza kukamilika hivi karibuni. Simba wanatarajia kuachana na Kasali mwishoni mwa msimu, lakini Lois Marius Mbaba ni kipa namba 1 wa timu ya taifa ya Gaboni mwenye umri wa miaka 28 ambaye anajizorea umaarufu mkubwa kutokana na kiwango chake bora. Taarifa binafsi na kwaje tena taarifa binafsi. Alizaliwa tarehe 4 Mei mwaka 1998 nchini Gabon. Nafasi ni goalkeeper. Klabu ya sasa Stella Club Adjamia nchini Ivory Coast, lakini thamani yake sokoni inakadiriwa kuwa na euro 150,000 zaidi ya shilingi milioni 440 za Tanzania. Rekodi na safari yake ya viravu, Mbaba ameonyesha maendeleo makubwa kwenye soka la Afrika Magharibi baada ya kuanzia nyumbani kwao. Klabu moja inaitwa AS Manga Sport ya Gabon. Alianza soka lake la kulipwa hapo mwaka 2018 na kufanya vizuri hadi kuteuliwa kuwania tuzo ya kipa bora wa mwaka nchini Gaboni mnamo mwaka 2022. Baadaye akaenda katika klabu inaitwa Bouake FC ya Ivory Coast. Alijiunga nao kwa mkopo wa miezi 6 mapema mwaka 2024 na kuonyesha kiwango safi kilichovutia timu kubwa. Stella Club Adjamia ya Ivory Coast alisajiliwa kwa mkataba wa kudumu wa miaka 2 mnamo Agosti mwaka 2024 na kuwa muhimili mkubwa wa timu hiyo kwenye ligi kuu ya Ivory Coast League 1. Rekodi kwenye timu ya taifa Gabon, amekuwa mmoja wa makipa wanaoaminika zaidi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Gabon, lakini mechi za kimataifa hadi mwishoni mwa mwaka 2025-26 ameshacheza jumla ya mechi 16 akiwa na kikosi cha kwanza cha Gabon. Mechi kubwa alicheza dakika 90 na kuisaidia Gabon kupata sare ya 0-0 dhidi ya miamba wa Afrika Kusini Ivory Coast mnamo Septemba mwaka 2025, lakini pia ana assist moja aliyoitoa kwenye ushindi wa 4-3 dhidi ya Gambia mnamo Oktoba mwaka 2025. Lakini alicheza kwenye mechi za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 na mechi za kufuzu mataifa ya AFCON mwaka 2026. Unaweza ukatazama kwenye eneo la Simba, kwenye eneo la magolikipa ambao wamekuwa na wakati mzuri ni Djibira Kaisar, lakini yupo golikipa Musa Kamara ambaye alipata injury ya muda mrefu. Ayub Rakedi. Simba imekuwa na shida ya magolikipa wao kupata injury. Kwa hiyo nafikiri kuongezeka kwa golikipa huyo kutaleta chachu ya namba na upambanaji mkubwa kwenye eneo hilo. Simba golikipa Djibira Kaisar walimleta kwenye msimu mdogo baada ya kuona Musa Kamara amepata injury. Kwa hiyo mambo yakawa mengi, na ukitazama walikuwa na michuano mikubwa ya klabu bingwa barani Afrika, ikabidi warazimike kumsajili golikipa huyo ambaye amewavusha na amewabeba pakubwa. Kwa hiyo kuongezeka kwa golikipa huyu kunaweza kukaleta tija kwa sana kwenye eneo la ulinzi. Ukizungumzia ulinzi lazima uzungumzie golikipa, uzungumzie mabeki wa kati, mabeki wa pembeni na eneo la kiungo. Kwa hiyo Simba sasa hivi wanachokifanya ni kutengeneza timu ili msimu ujao mambo yaende vizuri zaidi, kwa sababu ukitazama Simba msimu ujao wako na michuano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini pia watakuwa wanacheza ligi kuu NBC Tanzania bara, lakini pia bado watakuwa wanacheza na michuano ile ya CRDB Federation Cup. Kwa hiyo mambo ni mengi, lazima uweze kutengeneza kikosi mapema na kutengeneza idadi ya wachezaji wengi ili na rotation kubwa pale wachezaji wanapokuwa wanazidiwa. Nimalize na sajili ya mwisho ambayo Simba amefanikisha. Hii ni kutokea Tanzania. Simba amekamilisha usajili wa mshambuliaji wa kati wa Mashujaa Ismail Mohamed Mgunda mwenye umri wa miaka 30. Mgunda amesaini miaka 2 Msimbazi. Msimu huu Mgunda amefunga goli moja kwenye mechi 10 alizocheza, huku muda mwingi akipambana na majeraha ya hapa na pale. Kila kitu kimekamilika na Mgunda ni baraa jipya Msimbazi. Na Ismail Mgunda ni mshambuliaji wa kati central forward mwenye umri wa miaka 30, raia wa Tanzania ambaye soka lake limekuwa na safari ya kuvutia ndani na nje ya Simba. Amezaliwa tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 1995 Dar es Salaam, Tanzania. Nafasi yake ni mshambuliaji wa kati striker. Urefu wa mguu ana kimo cha mita 1.84 na anatumia zaidi mguu wa kulia, namba ya jezi 66 kipindi akiwa anacheza klabu ya Mashujaa. Safari ya virabu na historia yake, Mgunda ni mchezaji mzoefu kwenye ligi kuu ya NBC nchini Tanzania na amewahi pia kujaribu bahati yake nje ya nchi.
Ameanzia Ruvu Shooting, alianza soka lake la ushindani na hapo alionyesha kiwango kizuri. Baadaye akaenda Afrika Kusini, klabu moja inaitwa Jomo Cosmos. Mwaka 2018 alipata nafasi ya kwenda kucheza soka la kulipwa nchini Afrika Kusini kwenye klabu ya Jomo Cosmos, na baadaye alirudi akaenda Singida Black Stars ambayo ilikuwa ni EF ya zamani. Alirejea nchini na kujiunga nao kabla ya kuhamia Mashujaa FC. Baadaye hapo alipata nafasi ya kwenda klabu ya AS Vita, klabu ya DR Congo. Mapema mwaka 2022 aliondoka Mashujaa FC na kujiunga na miamba ya soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, AS Vita Club. Mashujaa FC ya Kigoma baada ya kipindi kifupi DR Congo alirejea nchini mnamo Julai mwaka 2025 na kujiunga tena na Mashujaa FC. Kwenye msimu uliomalizika wa mwaka 2025-26 alikabiliwa na changamoto ya majeraha ya mara kwa mara yaliyopunguza kasi yake, akicheza mechi 10 za ligi kuu akifunga bao moja. Ismail Mgunda ameshacheza vilabu vingi, lakini pia ni mchezaji mzoefu. Pengine Simba wanahitaji kuongeza idadi ya wachezaji pale kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu ukitazama mpaka sasa hawana mshambuliaji asili, nikiwa na maana ya namba 9 asili striker. Wamekuwa wakimtumia Suleiman Mwalimu. Suleiman Mwalimu kumbuka yuko pale kwa mkopo na muda wote anaweza akaondoka. Kwa hiyo Simba wanafanya hivi pengine waweze kuongeza usajili, lakini mara nyingi sajili za Tanzania watu wengi wamekuwa wakizungumza vibaya, lakini kumbuka Simba imekwisha fanya sajili nyingi. Angalia kwa mfano sajili ya Anthony Mligo ambaye imekuwa na rotation nzuri kwenye klabu ya Simba. Angalia walimrejesha David Kameta Duchu, lakini tazama kwa klabu ya Yanga mtu kama Israel Patrick Mwenda. Sajili za ndani zimekuwa zinaleta mchango mkubwa. Yusuf Kagoma alitokea Geita Gold, bado unaona kiwango chake ambavyo ni kikubwa. Kwa hiyo usajili unaweza ukawa unaona ni kama usajili mdogo, lakini baadaye ukawa msajili mkubwa baada ya kuingia kwenye hivi vilabu vikubwa. Kama huja subscribe Biromo TV, hakikisha na subscribe Biromo TV, gusa kwenye alama ya kengele ili tuende vizuri zaidi kupata update nyingi mbalimbali za usajili wa soka hapa Tanzania. Leo nimekuja na Simba, lakini kesho nitakuja na Yanga kutazama pia ni namna gani ambavyo wamefikia kuhusiana na usajili katika kikosi cha timu ya wananchi. Mambo yote yako hapa Biromo TV, usijaribu kutikisa wala kubonyeza. Unachotakiwa kufanya na kuhakikisha una subscribe Biromo TV ili mambo yaende vizuri zaidi. Nikutakie siku njema.